Klabu ya soka ya Simba Sports Club imechukua uamuzi mzito baada ya nyota wake wawili kufungiwa michezo mitano, na ujumbe wa uongozi kwa wachezaji wote ni mmoja tu: nidhamu sio swala la hiari. Hakikisha una subscribe sasa ili usikose kila habari mpya ya soka la Bongo. Uongozi wa klabu ya Simba Sports Club umeweka wazi kuwa mara baada ya kikosi kurejea kambini, kutakuwa na kikao kizito na wachezaji wote. Lengo ni moja tu: kuwakumbusha misingi ya nidhamu, uwajibikaji na kulinda heshima ya klabu ndani na nje ya uwanja. Hatua hii inakuja kufuatia adhabu ya kufungiwa michezo mitano kwa wachezaji Jonathan Soa pamoja na Alassane Kante, adhabu ambayo tayari imekuwa pigo kubwa kwa Simba Sports Club katika kipindi hiki cha ushindani mkali wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Akizungumza rasmi, meneja wa idara ya habari na mawasiliano wa Simba Sports Club, Ahmed Ali, amesema wazi kuwa kukosekana kwa Soa na Kante kwa michezo mitano ni hasara kubwa kwa timu. Ameweka bayana kuwa hawa ni wachezaji muhimu wenye mchango mkubwa ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Ahmed Ali amesisitiza kuwa uongozi wa Simba Sports Club umepokea adhabu hiyo na uko tayari kuitumikia kwa mujibu wa kanuni za ligi, lakini umeona ni lazima kuchukua hatua za ndani zaidi, kukaa na wachezaji wote, kuwajenga kisaikolojia na kuwakumbusha wajibu wao mkubwa kwa klabu ya Simba Sports Club. Kwa mujibu wa Ahmed Ali, adhabu kama hizi haziwaathiri wachezaji binafsi peke yao, bali huigusa klabu nzima. Ratiba ya ligi ni ndefu, ushindani ni mkali, na kukosa wachezaji muhimu kwenye michezo mitano kati ya michezo 30 ya Ligi Kuu Tanzania Bara ni pigo lisilopuuziwa. Anasema wazi kuwa ukifungiwa michezo mitano tayari umebakiza michezo 25 pekee, ukizingatia pia changamoto za kadi za njano, nyekundu na majeruhi. Ndio maana Simba Sports Club inasisitiza sana suala la nidhamu na kuzingatia misingi ya kazi kama timu ya ushindani wa juu. Kwa sasa hali halisi ni hii: Simba Sports Club imekubali adhabu, imejipanga kuendelea na ratiba bila ya Jonathan Soa na Alassane Kante, na imeamua kurejesha mambo ndani ya kikosi ili kuepuka makosa kama hayo kwa siku zinazokuja. Huu ni ujumbe mzito kutoka kwa uongozi wa Simba Sports Club: nidhamu kwanza, klabu kwanza, na mafanikio yanakuja baada ya hapo. Mashabiki wa Simba Sports Club, endeleeni kuwa pamoja na timu yenu katika kipindi hiki kigumu, lakini kipo cha kujifunza hapo. Kama bado haujasubscribe, tumia nafasi hii kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe ili utusapoti wanahabari wako wa habari za michezo. Lakini usisahau kulike na kuweka maoni yako kwenye comment section. Unahisi Jonathan Soa anastahili kuwa Simba Sports Club ama Simba Sports Club wamemsajili kimakosa? Tuandikie kwenye comment section. Kumbuka, hii ni J Sports na mimi ni J Kibuga.